Waziri Kassim Majaliwa pongeza klabu ya Simba kwa kufuzu hatua ya nusu fainali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, na ametoa pongezi za kipekee kwa kipa wa timu hiyo Musa Pipin Kamara kwa kuokoa mikwaju miwili ya penalti kwa kuiwezesha Simba kufuzu kwenda hatua inayofuata. Waziri mkuu ametoa pongezi hizo bungeni jijini Dodoma wakati akihitimisha kujibu hoja za wabunge kuhusu hoja ya bajeti ya ofisi ya waziri mkuu na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2025-26 baada ya kujadiliwa kwa siku 5 na wabunge. Tumsikilize hapa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alipozungumza pale bungeni Dodoma katika siku ya jana. Na ilikuwa ndio siku timu ya Simba ilikuwa inacheza mchezo wa robo finali, na nilitakia heri kwenye mchezo wao. Nitumie nafasi hii sasa niwapongeze wawakilishi pekee wa nchi yetu na ukanda wa Afrika Mashariki na Kati waliosalia kwenye michuano mikubwa ya kimataifa barani Afrika, CAF Confederation Cup. Timu ya Simba Sports Club kutoka mtaa wa Msimbazi jijini Dar es Salaam kwa kufuzu hatua ya nusu fainali kwa kuiondosha timu ngumu ya Al Masry kutoka nchini Misri. Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa kwamba nimpongeze mlinda mlango wa Simba Musa Pipin Kamara kwa kuokoa mikwaju miwili mizito ya penalti iliyowezesha Simba kushinda. Naipongeza sana timu ya Simba kwa ushindi huo na tunawatakia heri katika mechi inayofuata ya nusu fainali, na nina imani mtafika hatua ya fainali na hatimaye kutoa ubingwa kwa mara ya kwanza kwa kauli mbiu iliyosema hii tutavuka. Na sasa kauli ya kuingia nayo kwenye mashindano ya nusu fainali inasema hatuishii hapa. Hiyo ndio kauli mpya. Ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliyazungumza hayo pale Dodoma kwa siku ya jana, akiwa anaipongeza klabu ya Simba Sport Club kwa kutinga hatua ya nusu fainali kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa wao wanakwenda katika hatua ya nusu fainali katika mkondo wa kwanza, na watu bwana wakiwa wanawapa imani kubwa ya wao kwenda kushinda taji hili. Na mchezo wa kwanza utachezwa tarehe 20, maana yake itakuwa ni siku ya Jumapili katika uwanja wa New Amani pale Zanzibar, ambapo mchezo ndipo ambapo utachezwa pale visiwani Zanzibar kutokana na uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kufungiwa na uwanja kwa Mkapa kufungiwa kutokana na marekebisho ambayo yamekuwa yakiendelea kwa ajili ya kuweka uwanja sawa. Tunajua tuna michuano mikubwa ambayo tunaodhi siku za mbeleni, ikiwa ni pamoja na Chani pamoja na michuano ya AFCON, lakini lazima mambo mengine yaendelee. Hata kama uwanja umefungiwa, lakini lazima Simba acheze katika hatua ya nusu final, na serikali imewatakia kila laheri kuelekea katika mchezo wao ambao watakwenda kucheza. Lakini tukieka kando taarifa hiyo kutoka pale Dodoma ambayo inahusiana na Waziri Mkuu kuipongeza Simba,